Karibu katika hitimisho au conclusion ya somo fupi ambalo tumekuwa nalo la mfululizo tukitofautisha kati ya sheria na neema. Vile ambavyo nimevizungumza katika mafundisho haya, ninakuomba uvitumie wewe mwenyewe kama mtaji. Usivichukue ukasikia ukawa mkali au ukawa mpole ukaanza kufanya. Vichukue, anza kuvistudy wewe mwenyewe. Anza kuangalia, kwa nini mimi ni mataifa? Kwa nini alikuweko mtu anaitwa Mwisraeli? Kwa nini Mungu alileta agano la kale? Halafu baadaye akaliona kwamba ni kuukuu. Anasema limejengwa kwenye misingi isiyo sahihi. Linaleta hukumu, linaleta mauti, linaleta vitu kama hivyo. Kwa nini akasema analeta agano jipya? Halafu akaleta agano lililo bora zaidi, lililojengwa katika misingi iliyo bora. Anza kujiuliza hivi vitu wewe kama wewe. Anza kuangalia uhusiano wangu, kwani mimi na agano la kale ni nini? Agano la kale linatuonyesha tu ile njia ambako imetoka tokea dhambi imeingia duniani mpaka Mungu anakuja kuleta mkombozi, anakuja kuahidi kuleta mkombozi, na struggle ya mwanadamu kujaribu kumpendeza Mungu kwa kupitia sheria, na faida ya mwanadamu anayekuja kumpendeza Mungu kwa kuishi kwa neema ambayo amepewa hajastahili. Kwa mwisho wa siku Mungu anakuja kusolve tatizo la uadui kati yake yeye na mwanadamu kwa kujitoa yeye mwenyewe. Anakuja kusolve kwa kuleta neema yake kwa yeye mwenyewe, kuamua siwahesabii tena, ngoja nimtoe mwanangu aje akafe kwa ajili yao. Mimi na wewe ni watu wa mataifa. Hilo halina kipingamizi. Lakini Mungu ametuletea njia ambayo na sisi watu wa mataifa tunaweza tukaingia katika kumfahamu Baba na kuwa na uhusiano naye kupitia Yesu Kristo. Nikiangalia katika kitabu cha Tito, anazungumza vitu vingi pale. Anakuja anazungumza kuhusu kazi za ile sura ya kwanza. Anazungumza kuhusu kazi ya wazee wa kanisa. Anazungumza kuhusu maaskofu, wao ni watu wa aina gani. Anazungumzia kuhusu askofu. Anasema bali awe mkarimu, mstari wa 8, anayependa mema, mwenye kiasi, mwenye haki, mwadilifu, mnyoofu, mtakatifu na mwenye kuitawala nafsi yake. Inampasa alishike kwa uthabiti lile neno la imani. Kule kwenye agano la kale waliambiwa kushika kwa uthabiti neno la sheria. Anasema alishika kwa uthabiti neno la imani kama alivyofundishwa, kusudi aweze kuwafundisha wengine kwa mafundisho manyoofu, na kuwakanusha wale wanayopingana nayo. Mtu yeyote ambaye ni kiongozi wa kiroho, mtu yeyote ambaye ni askofu, ni mchungaji, ni mwinjilisti, ni mwalimu, ni lazima aweze kuwakanusha wale wanaopingana na mafundisho ya imani. Hatupo hapa kuhubiri tu na kufundisha na kukubaliana na kila mtu na kusema mimi it's not my job to judge. Unapofundisha neno la Mungu sio kwamba unahukumu, wewe unafundisha lile neno lilivyo, linakata pande zote, linakukata wewe mwenyewe unayefundisha, linakata wanaosikiliza. Kazi yako sio kuhukumu, ni kweli. Unapofundisha neno la Mungu, unapoongea neno la Mungu, sio kwamba unahukumu, ni kwamba tu unafanya kazi ambayo Baba amekwambia ufanye, kuwakanusha wale wanaopingana nayo. Sikiza mstari wa 10. Kwa maana wako wengi wasiotii. Hebu moyoni mwako sema wengi. Rudia tena, sema wengi. Rudia tena, sema wengi. Anasema wako wengi wasiotii, wenye maneno yasiyo na maana, hasa wale wa kikundi cha tohara. Kulikuwa kuna kipindi hiki ambacho wameibuka maaskofu wengi, anawaita yeye wengi ambao hawatii. Wale wa kikundi cha tohara maana gani? Ni watu wanaofuata sheria. Paulo anatumia neno tohara kuisummarize sheria nzima. Kwamba akisema Paulo akisema watu wa tohara maana watu wa sheria. Ni sawa na Dani anaposema watu wa fungu la 10 maana tu watu wa sheria. Ni vile vile wewe unataka kujichagulia ya kwako. Anasema hao ni lazima wanyamazishwe. Watu gani hao? Hawa maaskofu wa tohara hawa waliotoka kwenye tohara wakamwamini Yesu. Anasema ni lazima wanyamazishwe, vinywa vyao manake vifumbwe, kwa sababu wanaharibu watu wa nyumba nzima wakifundisha mambo yasiyowapasa kufundisha. Wanafanya hivyo kwa ajili ya kujipatia mapato ya udanganyifu. Umeona? Sema askofu hao wanyamazishwe, wafumbwe vinywa vyao. Wanafundisha mambo yasiyopasa kufundishwa. Kwa nini mambo haya hayapaswi kufundishwa? Kwa nini mambo haya hayapaswi kufundishwa? Kwa nini hayapaswi kufundishwa? Kwa sababu agano lake limepita.
limebatilishwa tayari. Wao wanachukua vitu vya agano lililobatilishwa, wanakuja kuvifundisha. Kwa nini wanafanya hivyo? Anasema wanafanya hivyo kwa ajili ya kujipatia mapato ya udanganyifu. Biblia zingine zinasema mapato ya aibu. Swali langu, ngoja niwaulize watumishi wanaosikiliza na watu wote wanaosikiliza, ni kitu gani katika Torati ya Musa ninaweza nikakifundisha leo kikaniletea mapato? Tuwe wa kweli, uwe mkweli moyoni mwako. Ni kitu gani leo hii kwenye Torati ya Musa ninaweza mimi kama mtumishi nikakifundisha kikaniletea mapato? Zaka au fungu la 10, malimbuko, kupanda mbegu. Kama njoo upande, hii ndio madhabahu yenye udongo mzuri. Toa hela ujiunganishe na upako wa mtumishi wa Bwana. Kwa nini wajiunganishe na upako wako? Wewe ni mwanadamu mwenye mwili upatikanao na mauti. Yuko Mungu atoaye Roho Mtakatifu, wajiunganishe na upako wako wewe. Wewe una upako wa kuweza kumpa mwanadamu. Tumepakwa mafuta na Mungu. Yeye ndio Mungu anayetoa. Nani ajiunganishe na upako wako? Wakijiunganisha na upako wako, na zile struggle ulizonazo za siri unazozijua mwenyewe watakuwa wajiunganisha nazo. Anasema hawa ni lazima wanyamazishwe kwa sababu wanaharibu watu wa nyumba nzima, wakiwafundisha mambo isiyopaswa kufundisha. Wanafanya hivyo kwa ajili ya kujipatia mapato ya udanganyifu. Hata mmoja wapo manabii wao amesema Wakrete wenyewe, amesema Wakrete ni waongo siku zote, wanyama wabaya, walafi, wavivu. Ushuhuda huu ni wa kweli. Leo tuna manabii na maaskofu kama hawa Wakrete. Ni waongo siku zote, wanyama wabaya, walafi, wavivu. Kwa nini ni wavivu? Wanataka pesa yako wewe ili wao wasomeshe watoto wao international school. Wanataka pesa yako wewe ili wao waendeshe magari makali. Lakini bila kujua kwamba Paulo alikuwa ni mtendakazi. Paulo jamani, alifanya kazi kwa mikono yake. Anasema nyinyi wenyewe ni mashahidi kwamba mimi Paulo nimefanya kazi kwa mikono yangu hii miwili kusupply mahitaji yangu mwenyewe na mahitaji ya wale wanaandamana na mimi. Paulo amejiweka kama mfano. Anasema kwamba sikumuelemea mtu, wala sikuitamani fedha ya mtu, wala sikutamani dhahabu ya mtu, wala sikutamani nguo ya mtu. Paulo anasema sikutamani nguo ya mtu. Leo hii ni mara ngapi unasikia kwenye madhabahu mtu anasema, kina baba mnajinunulia tu suti, mnamsahau mtumishi wa Mungu, mnanisahau mtumishi wa Mungu. Na wewe nunua ya kwako. Sadaka tutatoa, na vingine tutatoa, na Mungu akitumuvu kuna hela tutakushikisha. Lakini sio kwamba iwe ndio lazima kwamba huna kitu. Fanya kitu cha kulisha mke wako mwenyewe. Fanya kitu cha kulisha familia yako mwenyewe. Usilalamike watu kwamba mke wangu hana vitenge, hamnunulie vitenge. Wewe ndio uliyemuoa, mnunulie vitenge. Umefika wakati wa watu kufanya kazi. Anasema Paulo kwamba asiyefanya kazi na asile. Nilimsikia mtumishi fulani anasema kwamba lakini mimi kazi yangu ndio hii, kazi ya injili. Ni kweli, mtenda kazi anastahili ujira wake katika hiyo, lakini injili is not a career, it's a calling. Injili sio kazi, ni wito. Pamoja na hiyo inabidi uwe na kazi yako mwenyewe. Inabidi ufanye kitu fulani mwenyewe. Hata watu wanapokuja kutoa sadaka, hata watu wanapokuja kukupatia kitu fulani, sio kwa sababu wewe umekaa umebweteka ni mzembe, hapana. Ila ni kwa sababu wanakuwa na kujoin katika kumtumikia Mungu pamoja na wewe. Watumishi tunapenda sana kuingia kwenye mifuko ya watu, kuzungumza vitu vinavyowekea hukumu na kujiona inabidi atoe ili afanikiwe na nini na nini akupatie. Tuna namna fulani ya lugha ya kuzungumza hivyo vitu. Lakini ndugu zangu, ngoja niwaambie, kutoa ni muhimu sana. Lakini jua unatoa katika moyo upi. Unatoa kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu, unatoa kwa sababu Mungu amekubariki. Hutoi tu ili ubarikiwe, no, unatoa ili Mungu akubariki. Na unapofanya vile, vinazidi kuja vingi. Ni kanuni tu ambayo hata Nikodemo aliikuta. Ni kanuni ambayo hata watu ambao hawamwabudu huyu Mungu wa kwetu sisi wanaifanya, na inafanya kazi, inatimia vizuri kabisa. Watu kule duniani ni watoaji. Katika utoaji huo wanajikuta wanabarikiwa na Mungu kwa sababu vinazidi kuja katika namna kama hiyo. Lakini sio sisi tunaosimama na kuwaambia watu kwamba tu toeni wakati sisi wenyewe hatuna cha kumtolea Mungu. You see, wewe mtumishi unatoa sadaka, utasema ninatoa, ninachukua, ninatoa. Lakini hiyo unayotoa umepata wapi? Si umeitoa kwenye kikapu cha sadaka watu ambao wametoa? Umechukua mkono wa kulia
unarudisha kwenye mkono wa kushoto. Kazi ya Mungu haiendi hivyo. Kazi ya Mungu lazima utoe kitu ambacho kimekugharimu intellect, kimekugharimu jasho, kimekugharimu uwezo. Haya mengine watu wanakuja kutupatia ili tumtumikie Mungu au wamtumikie Mungu pamoja na sisi. Ni mambo mema tu. Hiyo ni kwa ajili yao wao na Mungu, na ni kwa ajili na sisi kufanya kazi, lakini na sisi ni lazima tuweke effort. Sisi kama wachungaji lazima tuwe na kitu fulani ambacho kinaingiza kipato nje ya sadaka tunayopokea kutoka kwa watu wa Mungu. Watu wa Mungu, kutoa ni muhimu, lakini usitoe kumhonga Mungu. Toa kwa sababu una furaha na Mungu. Toa kwa sababu una furaha na Baba. Nimalize kwa kusema hivi. Agano la Kale ni kwa ajili ya makabila 12 ya Israeli, na Agano Jipya ni kwa ajili ya wote watakao muamini Kristo, wawe ni Wayahudi, Wayunani, wa Tanzania, wa Rwanda, wa Ethiopia, wa Sudan, wa Arabu, mtu yeyote yule. Agano la Kale halimhusu mwanadamu yoyote ambaye sio Muisraeli. Halimhusu mwanadamu yoyote ambaye sio Muisraeli. Lakini Agano Jipya ni kwa ajili ya wote wenye mwili, ili wote waweze kuingia na kuwa sehemu ya mwili wa Kristo. Ndio maana tumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, pasipo matendo ya sheria. Roho Mtakatifu ndio anatutengenezea tunda la Roho na kutupatia mwenendo mwema. Hatusimamiwi na sheria. Juu ya mambo kama haya, tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Sisi tunaozaa tunda la Roho Mtakatifu hatuwezi kuishi chini ya sheria, kwa sababu ni mwana wa mfalme yuko juu ya sheria kama baba yake. Mungu awabariki sana. Ninaomba masomo haya yawe ni chanzo cha fukuto ndani ya moyo wako, kufanya study yako mwenyewe, kufanya masomo yako mwenyewe, ili uweze kujifunza zaidi kuhusu haya maagano mawili. Mungu akubariki. Amen.